kwenye maonesho kama haya ya Sabasaba, Watanzania wengi wanapata fursa ya kuja kujifunza, kupata bidhaa na mbinu mpya za kufanya shughuli tofauti za kiuchumi. Lakini kwa sababu ni maonesho ya kimataifa, wapo watu wengi ambao wamekuja kutoka nchi mbalimbali, na katika maonesho haya kipekee kwamba yamehusisha mataifa mengi zaidi ya 25 ambayo yameshiriki kwenye maonesho haya. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana ya Watanzania kujifunza, lakini kupata huduma na bidhaa mbalimbali zinazozalishwa nchini na zile ambazo zimetoka nchi za nje. Sasa sisi pia kama Benki Kuu tumeshiriki katika maonesho haya na kila mwaka wote tunashiriki, na nimetembelea kwenye idara karibu zote tunazozisimamia. Nimeona namna ambavyo watu wanafika kwa ajili ya kupata huduma. Nimejulishwa kwenye baadhi ya maeneo kama ya masuala ya kiuchumi, namna ambavyo watu wana shauku ya kujua tunavyosimamia masuala ya kiuchumi na matokeo ya kuongeza riba ya Benki Kuu maana yake ni nini katika kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa hiyo nimeona watu wakipata elimu hiyo, ni swala zuri sana kuonesha kwamba watu wanafuatilia na kujua mustakabali wa uchumi katika kila robo mwaka, sababu kila tunapotangaza kiwango cha riba ya Benki Kuu ndio msingi wa kuongeza ukwasi kwenye mzunguko wa kiuchumi na ndiyo chanzo cha upatikanaji wa fedha za mabenki ambayo nayo yakipata zile fedha anapeleka kwenye mzunguko wa kiuchumi. Kwa hiyo kwa watu ambao wanafuatilia zile taarifa tunapozitoa, kila tunapotangaza kwamba katika kusimamia masuala ya mfumuko wa bei, labda kiwango fulani cha ujazi ndicho kinachotakiwa kuingia kwenye uchumi ili kuweka uwiano sawa kati ya shughuli za kiuchumi zinazotekelezwa ndani ya mipaka ya nchi yetu na ujazi wake na kasi ile ya upatikanaji wa hizo fedha, ndivyo vitakavyoweka sasa utulivu wa bei. Kwa ni swala la kawaida ambalo sisi tunatumia hiyo riba ya Benki Kuu. Kwa hiyo riba tuliyotangaza ninaamini kabisa ya 6.25 itawezesha utulivu wa bei hapa nchini, itawezesha ukwasi kuwepo kwenye mabenki kwa kiwango kinachotosha ukuaji wa mikopo na ukopeshanaji wa watu wanaohitaji fedha kutoka kwenye benki mbalimbali za kibiashara, kitawezesha mfumuko wa bei uendelee kubaki ndani ya wigo wa 3 mpaka 5 kama tulivyoweka kwenye malengo yetu, na itawezesha upatikanaji wa fedha katika urari unaowiana kulingana na matarajio tuliyojiwekea, kwa sababu tunaenda sasa kwenye kipindi hiki cha mavuno ambapo Watanzania wengi waliolima watakuwa wanauza mazao yao. Ni kipindi kizuri ambacho thamani ya shilingi itaendelea kuwa imara na kuwezesha wale waliolima wapate thamani stahiki kulingana na shughuli za kiuchumi wanazozifanya. Kwa wale wanaotaka kuuza bidhaa zao nje, ni kiwango stahiki ambacho kitawezesha mtu anapotaka kuuza bidhaa zake nje apate fedha za kigeni zinazowiana na fedha alizozitumia ndani ya nchi. Kwa hiyo ni viwango ambavyo tumefanyia tathmini na kujiridhisha kwamba ile 6.25 inakidhi kabisa katika kuweka mustakabali wa uchumi wa nchi yetu kwa robo mwaka ya 3 ikae vizuri, na tunaamini mpaka mwisho wa robo mwaka hali itakuwa shwari na fedha zitakuwepo za kutosha kuwezesha shughuli za kiuchumi zote zitekelezwe vizuri hapa nchini. Kwa hiyo kwa upande wa maonesho haya, wale wote wanaopita kwenye mabanda, niendelee kutoa rai wapate elimu. Nimepitia baadhi ya mabanda, nimepita kama pale Wizara ya Fedha, nimepita banda la TRA, sijui kijiji cha bima hapa Benki Kuu, kwenye baadhi ya mabenki na baadhi ya makampuni ya simu. Naona watu wamejaa, lakini wanapata elimu. Cha msingi ni elimu, na nimeona kuna baadhi ya watu walikuwa wanaulizia hata pale nimepita, mfano watu wa chuo cha Benki Kuu, nimeona watu wamejazana pale, wanataka kujua zaidi namna gani elimu itaendelea kutolewa, na nimeambiwa kuna masomo yale ya elimu ya kifedha kwenye financial literacy. Watakuwa na program ya mwezi wa 11, wasema tayari wameshajisajili watu wengi zaidi ya 200.
Kwa hiyo yote inaonyesha shauku ya watu kutaka kujua masuala ya kifedha, lakini kwa shughuli tunazozisimamia kama Benki Kuu zinazowezesha masuala ya usimamizi wa mabenki, mpaka sasa benki zote tunasimamia vizuri, zina mitaji ya kutosha, zinatengeneza faida, zina ukwasi wa kutosha kukopesha watu. Naona shughuli